Na muda huo hawa viboko na mamba wanakuwa sio wengi. Wanakuwa wapo wengi, lakini huwa wanakusanyika, wanakuwa sehemu moja, yani sehemu ya mazizi yao, tofauti na usiku wanasambaa kwa ajili ya kutafuta vyakula, vitu kama hivyo na nini. Kati ya mamba na kiboko, yupi hatari zaidi kwenu? Mimi naweza nikasema hatari kiboko. Kiboko ni hatari sana, kwa sababu kiboko hana sehemu maalum ya yani tuseme kumpiga binadamu, hana sehemu maalum, tofauti na mamba. Mamba huwa anavizia kwenye maji mafupi, ni hivyo. Mamba anavizia kwenye maji mafupi, kwa hiyo akikukuta basi. Lakini kiboko popote, iwe maji marefu iwe maji mafupi, yani popote, huyo naweza nikasema ni hatari zaidi, kwa sababu hata labda mmoja amepata ajali kwenye hicho kiboko, hata mkiwa 10 hamwezi kumuokoa kirahisi, tofauti na mamba. Mamba mtu akishikwa unaweza ukaokolewa, wanakuokoa labda tu kirahisi, naweza nikasema hivyo. Umegusia hapo kwamba ina maana kwenye maji marefu mamba hana madhara? Hana madhara sana, naweza nikasema hivyo, hana madhara sana, kwa sababu mamba kitu ambacho anategemea sana, akitaka labda kumkamata mtu lazima awe na balance ya miguu. Kwa hiyo kwa maana hiyo lazima miguu yake itue chini ndipo apate kumpiga mtu au kumkamata mtu, lakini kwenye maji marefu anakuwa hana balance ya kuweza kumshika mtu. Okay. Na vipi soko likoje la hawa samaki ambao mnawavua hapa, kwa maana ya upatikanaji wa wateja? Kiukweli sisi hapa kuna makampuni ya hizi boti tunazotumia, kwa maana ya hii mitumbwi tunayotumia. Kwa hao wenye mitumbwi ndio huwa wanachukua samaki ambazo sisi tunavua hapa, ila masoko yao sisi hatujui. Ina maana hiyo nyinyi kazi yenu ni kuvua, lakini wanayemiliki mitumbwi ni watu wengine? Ndio. Na utaratibu sasa upoje? Mnafanyaje kazi? Huyu anamiliki mtumbwi, wewe ndio mtaalamu unaingia kwenye bwawa? Labda hilo ni kwa ajili ya wageni, yani wageni wanaotoka nje ya hapa, yani tuseme ni wageni ambao wanatoka nje ya asili ya hapa. Kwa sababu huwezi ukasema mimi nimetoka Njombe nimekuja na mtumbwi huku, inakuwa ni changamoto kidogo, inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo sasa hawa wenyeji wenye mitumbwi hawa, sasa mimi nimetoka huko nakuja hapa na ongea na mwenye mitumbwi, anaruhusu, ananiambia bana, mimi mitumbwi yangu ipo, utaitumia, lakini utanipa samaki.